Wananchi wa wilaya ya Ilala wametakiwa kutumia muda uliobaki wa siku ya leo kuhakiki taarifa zao katika daftari la mpiga kura ili baadaye kupata fursa ya kwenda kuchagua viongozi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Hamisi Suleiman ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ametoa wito huo wakati akizungumza na Channel 10 kuhusu mwenendo wa zoezi hilo ambalo linamalizika Mei 22. Kwenye maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura kwa wilaya yetu ya Ilala linaendelea vizuri sana. Na nipende kutumia nafasi hii kuwashukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kazi kubwa ambao wameendelea kuifanya, lakini pia kuendelea kuhakiki kwamba hawamwachi Mtanzania yoyote mwenye sifa ya kupiga kura kwamba anaenda kupiga kura. Hivyo linaendelea vizuri katika majimbo yetu yote manne. Tuna majimbo manne katika wilaya yetu ya Ilala. Zoezi linaendelea vizuri. Mpaka sasa hakuna changamoto yoyote. Wito wangu ni kwamba kwa wanailala wote twendeni tukajitokeze kwa wingi tukaboreshe, lakini pia ambaye mtu anajua kwamba alishaandikisha aende kuhakiki kwamba picha, jina vyote viko sawa katika vituo ambavyo vipo. Mpogolo pia akazungumzia hali ya ulinzi na usalama katika wilaya Ilala na kueleza kuwa hali ya usalama imeimarika, lakini akawakumbusha wananchi kuwa macho na kutoa taarifa pindi wanapoona hali yoyote inaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Jambo lingine niendelee kuwasihi wana Ilala kwamba sisi kama wilaya ya Ilala kwa kutumia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tumeenda kuhakikisha kwamba tunaimarisha ulinzi na usalama katika wilaya yetu, na tuendelee kuwasihi wale wote ambao wanategemea kuja Ilala kufanya vurugu, sio wilaya sahihi, kwa maana yake na sisi hatutaweza kuwaachia. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akizungumza swala la usimamizi wa usalama katika maeneo yetu. Hivyo na sisi kama wilaya tutahakikisha tunaenda kusimamia kwa dhati kabisa usalama wa wilaya yetu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Upotoshaji wa upatikanaji wa haki kupitia rushwa kwa watumishi wa mamlaka za haki, wazazi, jamii na walezi mkoani Kigoma umeelezwa kuwa chanzo cha kuendelea kuwepo kwa vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto. Taarifa zaidi na Mojabu Hoza. Kauli hiyo imetolewa wakati wa kikao cha tathmini